Our topic today is temptations and testings. Kiswahili nasema majaribu na mitihani. Kwa hivyo tukiwa katika dunia hii tutapitia majaribu mengi, tutapitia katika mitihani katika dunia hii. Kwa hivyo ni kama tu vile watu wakiwa shuleni, hapo hivyo na maisha yetu pia yako namna hiyo. Kwa hivyo tunapopokea Yesu Kristo haimaanishi ya kuwa hutapitia mambo mazito. Tulipopokea Yesu Kristo haikumaanisha ya kuwa mambo mazito hayatakuja kwetu, lakini tutayapitia mambo ambayo ni mazito, na sometimes inaweza kuwa kupitia majaribu ama pengine zingine tu mitihani ya dunia hii. Sijawahi sikia mtu akisema niko na majaribu makubwa sana, but sometimes wanasemanga niko na shida nyingi sana, niko na mashida nyingi sana. Lakini wengine wanasema sijawahi sikia sana wakisema niko na majaribu mengi sana. So unaweza kuwa pengine unapitia majaribu ama mitihani. Leo ndio tutajua tofauti ya majaribu na mitihani. Lakini hata katika hali ya kupitia mambo kama yale, kuna njia ambayo Mungu anatusaidia tuweze kutoka katika mambo yale. Sio mimi tu ama wewe peke yako umepitia mambo kama yale. Kila mmoja ana majaribu yake, ako na mitihani yake. Bwana Yesu asifiwe. So tutasoma katika kitabu cha 1 Corinthians 10 verses 13 ama Wakorintho wa kwanza 10 mstari wa 13. 1 Corinthians 10 Jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya mlango wa kutokea ili mweze kustahimili. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hivyo jaribu Biblia inasema jaribu halikuwapata nyinyi isipokuwa lililo la kawaida ya wanadamu. Kwa hivyo kila mwanadamu hupitia majaribu. Na Biblia inatuambia Mungu ni mwaminifu. Haleluya. Mungu wetu ni mwaminifu, ambaye hataacha mjaribiwe kuliko mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya njia, ataifanya na mlango wa kutokea ili tuweze kustahimili. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa hivyo jaribu ni ya kila mmoja. Kila mmoja hupitia majaribu. Kila mmoja hupitia mambo. Amen. Hata Yesu mwenyewe alipitia mambo mazito. Alijaribiwa. Sema amen. Alijaribiwa. Na kwa hivyo hata sisi, hata Biblia kuna mahali inasema duniani humu mna dhiki, lakini tujipe moyo. Kama vile yeye alivyoweza kushinda, nasi vivyo hivyo tutaweza kushinda. Haleluya. Amen. Kwa hivyo majaribu inaweza kuja. Ukajaribiwa katika mambo mengi. Katika nyumba yako unaona watoto vile walivyokuwa sivyo. Sema amen. Amen. Hayo ni mambo magumu. Katika hali ya kipesa unakuwa na stress, crisis, nini, mambo kama yale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So we always pass very different temptations. So kuna hiyo majaribu na kuna mitihani ya dunia. Jina la Bwana libarikiwe. Amen.
Mtu mmoja alikuwa anaitwa Martin H. Menza alisema, testing it is a means through which the genuineness of faith is proved and the Christian character is developed. Amen. Amen. Yaani mitihani huwa inajaribu imani yako, na vile katika ile mitihani inakuletea tabia zako zinatengenezeka katika ile mitihani. Haleluya. Amen. Katika ile mitihani tabia zako zinatengezeka na imani yako pia inazidi na kukua. Lakini akasema tena, God allows his people to pass through certain experiences so that he may see and prove to them that their faith in him is genuine. Praise God. Kwa hivyo sometimes Mungu huwa anatupitisha katika mitihani ili katika hali ile imani zetu zionekane, je, ni za ukweli? Praise God. Amen. Sio sisi tu tunapitia mitihani. Hata ukiangalia katika Biblia, katika maandiko matakatifu, katika Holy Testament, tunasoma pale watu wengi walipitishwa katika mitihani. Kama Ibrahimu alijaribiwa akamtoe mtoto wake Isaka. Wana wa Israeli walijaribiwa katika jangwa. Bwana asifiwe. Tukiangalia historia ya Gideon, watu walipunguzwa, wale walikuwa wanaenda katika vita. Historia ya nani tena? Sitamsahau Danieli. Alijaribiwa hata katika kutupa katika tundu la simba. Amen. Tukiangalia watu wengine ni kama sitasahau Shadrach, Meshach na Abednego. Walijaribiwa katika hali ya kutiwa katika moto. Amen. Wakiambiwa waabudu sanamu na wainamie, lakini walisema hapana. Yule Mungu aliyetusaidia wakati ule, hata wa sasa anaweza kutusaidia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Majaribu na mitihani ni tofauti. Kwa hivyo majaribu huwa yanakuja ili imani zetu ziangaliliwe, je, ziko za ukweli? Na watu wengi wanapopitia yale majaribu hawatambui ya kwamba huku ni kujaribiwa. Ama ni mitihani. Amen. Lakini kujaribiwa nako huwa ni kitu kinatuforce kuingia katika ile mchambo, na suluhisho yake ama baada yake ni nini katika hali ya kuingia katika mambo yale. Mambo yale yanatuleta katika hali ya kuanguka katika dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na the holder of temptation ni Shetani. Bwana Yesu asifiwe. Shetani kazi yake ni kutuletea majaribu, lakini uamuzi wako wewe mwenyewe. Katika kitabu cha Yakobo 1. Bwana Yesu asifiwe. Tunaongea sasa katika hali ya majaribu. Yakobo 1. Kama umepata sema amen. Amen. Nisomee hapo Yakobo 1. Kuanzia hapo mstari wa 12. Yakobo 1:12. Yakobo 1:12. Nasema, heri mtu astahimilie majaribu, kwa sababu akiisha kukubaliwa atapokea taji ya uzima Bwana aliyowahidia wampendao. Mtu ajaribu wako asiseme ninajaribiwa na Mungu. Maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Halafu ile tamaa ikiisha kuchukua mimba, huzaa dhambi.
na ile dhambi ikiisha kukomaa huzaa mauti. 16. Ndugu zangu wapenzi, msidanganyike. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo haya ni majaribu, hii si mitihani. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Biblia inasema heri mtu yule anayestahimili majaribu. Na majaribu yako. Na kila mtu hujaribiwa kwa njia moja. Hata Yesu mwenyewe juzi hapa tumefundishwa katika ibada ya pili kuhusu matamshi yako. Na sana sana alibase katika kujaribiwa kwa Yesu. Alipojaribiwa na shetani. Hanini alijaribiwa? Alionekana ako na njaa. Amen. Amina. Katika udhaifu huo alionekana ako. Kwa hivyo sometimes the devil can look udhaifu wako uko wapi, akaona aingilie katika ule udhaifu. Ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Akakuangalia wewe ni mdhaifu katika njia gani? Wewe ni mdhaifu katika pesa? Wewe ni mdhaifu katika kuangalia, katika kufanya nini? Katika kuangalia mambo fulani fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Wewe ataangalia udhaifu wako uko wapi, na ataangalia that weakness ataangalia hapo, na hapo ndio atakuletea jaribu katika hali hile. Amen. Lakini Biblia imetuambia heri mtu yule anayestahimili nini? Majaribu, kwa sababu akishakukubaliwa ataipokea taji ya uzima Bwana aliyowaahidi wampendao. Na mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu, maana Mungu mwenyewe hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akifutwa na kudanganywa. Alafu pale chini 15 anasema ile tamaa ikishakuchukua mimba huzaa dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Na ile dhambi ikishakukomaa huzaa mauti. Bwana Yesu asifiwe. So katika hali ya majaribu, ukishakubaliana na ile jaribu umelileta ndani yako, maana shetani kazi yake tu ni kukuambia fanya, but uko na maamuzi ya kukataa, uko na maamuzi ya kusema hapana. Amen. Uko na maamuzi ya kusema wewe shetani umekutambua, hili ni jaribu hili na mimi sitaweza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini ukishakubaliana na lile jaribu na ukaingia ndani yake, basi the consequences yake, mwisho wake ni mauti. Amen. Unaweza kukufa kiroho, ukakufa kiroho kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukakufa kiroho na baadaye ukicheza unakufa kimwili. Hallelujah. Amina. So temptation targets your weak areas. Your weak area. Where are you weak? Are you weak katika masengenyo? Hata kuletea tu mambo ya masengenyo tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Are you weak in sexuality? Hata kuletea masketi. And you will fall in that temptation. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Are you weak in money? He will tempt you in the side of money. Hallelujah. Amen. And that is how the end comes. You will then be dead spiritually. Na ukicheza unakufa katika hali ya kimwili. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Si Mungu atusaidie sana. Amen. Sijui ni nini ambacho unakipitia asubuhi ya leo. Sijui ni majaribu gani ambayo unayapitia asubuhi ya leo. Sijui ni mitihani gani ambayo unaipitia siku ya leo. Lakini katika hiyo kitabu cha 1 Corinthians ile tumesoma, 1 Corinthians 10:13. Corinthians 10. Umepata? Yes. Soma. Corinthians 10. 13. Inasema jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu. Ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hatawaacha mjaribiwe kupita mwezavyo,
mwezavyo. Lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Kwa hivyo jaribu alikuwapata nyinyi isipokuwa la kawaida. Hallelujah. Amen. That God will not allow you to be tempted beyond what you cannot bear. Amen. Amen. Mungu anajua nguvu zako zinatoshana hivi. Amen. Amen. Anajua ni nini ambacho unaweza kukibeba. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Huwezi kupatia kijana ama mtoto wa miaka 7 akabeba simiti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akaekelea simiti hapa abebe, kataanguka chini. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Lakini unaweza patia mtu mzima wa miaka kama 20 na kitu na akaibeba vizuri. Hiyo Mungu naye huwa hako hivyo. Kuna mambo ambayo hawezi kukupatia. Ndio. Ataangalia level yako. Umekuwaje katika hali ya kuhandle mambo kama haya? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hii ministry kuna vile wewe ukipewa hii ministry huwezi. Hauwezi hii ministry. Lakini sasa kuna ile level ambayo reverend wetu anaweza kuibeba kwa sababu anawezana na hiyo. Ndio. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Kuna mwingine hata katoka kule akapewa hii hataweza. So that hivyo kuna mambo ambayo huwezi kuyabeba. Ndio Mungu anaangalia huyu mtu hapo. Hapana, ataisha tu. Atakapobeba kitu kama hicho. So God makes a way where seems to be no way. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Mwimbaji alisema God will make a way where seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Bwana Yesu asifiwe. Amina. He will make a way where seems to be no way. Hallelujah. Amina. I don't know what you are passing today. Sijui ni nini ambacho unakipitia asubuhi ya leo. Sijui ni hali gani ambayo unaipitia siku ya leo. Wacha mimi nikupatie practical suggestion to help you. How to help you resist temptation. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kuna mambo matatu ambayo yanaweza kukusaidia wakati unapitia katika majaribu. Jambo la kwanza, kuwa mwombaji. Amen. Amina. Prayer is the key to resist temptation. Hata Yesu mwenyewe, kama angekuwa ametoka kuomba na amejaribiwa katika hali hii, si angeshindwa? But he prayed. That's why he resisted the devil. So prayer is only key. Soma katika Matthew 26:41. Matthew 26:41. Nitasoma. Kesheni mkiomba, msije mkaingia majaribuni. Roho iradi, lakini mwili ni dhaifu. Haleluya. Amen. Rudia tena. Kesheni mkiomba, msije mkaingia majaribuni. Roho idhaifu, roho iradi, lakini mwili ni dhaifu. Haleluya. Amen. Roho iradi, lakini mwili ni dhaifu. Ni dhaifu. Kwa hivyo Biblia inatuambia tukeshe. Tukifanya nini? Tukiomba. Tusije tukaingia wapi? Katika majaribu. Yesu mwenyewe alijua kuna majaribu. But he knew the only key to resist
this temptation is only through prayers. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Juzi nikawafundisha kuna nambari ya simu ya Mungu. Ukisoma katika Yeremia 33:3 anasema niite nami nitakuitika. Mungu wetu anatupenda. Lakini the only thing anataka tuwe mtu wa kuomba, communicate with him. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wasiliana na yeye kupitia maombi. Hakuna njia nyingine tunaweza kumwendea isipokuwa tu katika hali ya kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tumwambie haja zetu. Tumwambie mambo ambayo tunapitia ili aweze kutupatia njia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anasema tukeshe tukiomba. Na kukesha si kuomba usiku mzima kukesha. Ni kila wakati tunakuwa katika hali ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana majaribu si unaweza hata kutoka hapa tu kujaribiwa. Hata hapa kanisani unaweza kujaribiwa. Ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Popote pale unaweza kujaribiwa. Ndio sababu anasema tukeshe katika hali ya kufanya nini? Ya kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. The next thing is personal spiritual discipline. Amen. Amen. Kuwa na discipline katika hali yako ya kiroho. Soma katika Waebrania 12. Waebrania, maintain spiritual discipline. Waebrania 12:4. Kitabu cha Waebrania 12:4. Nitasoma. Hamjafanya vita hata kwa kumwagika damu. Mkishindana na dhambi. Tena mmeyasahau yale maonyo yasemayo nanyi kama kusema na wana. Mwanangu, usiyadharau marudia ya Bwana, wala usizimie moyo ukikemewa naye. Maana yeye ambaye Bwana ampenda humrudi, naye mpiga kila mwana amkubalie. Nasoma 7 inasema ni kwa ajili ya kurudiwa mustahimili. Mungu atawatendea kama wana, maana ni mwana yupi asiyerudiwa na babaye? Nani? Basi kama mkiwa hamna kurudiwa, ambapo ni fungu la wote, ndipo mmekuwa wana wa haramu ninyi, wala si wana wa halali. Luka 11 inasema kila adhabu wakati wake haionekani kuwa kitu cha furaha, bali cha huzuni, lakini baadaye huwaletea wao waliozoezwa nayo matunda ya haki yenye amani. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kila adhabu wakati wake haionekani kuwa kitu cha furaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Wakati unapopitia, umeruhusu yale majaribu. Kuna mambo ambayo utayapitia, lakini as a child of God, kubali tu uadhibiwe. Amen. Amina. Na ile adhabu wakati mwingine unapitia mambo unakuwa hauna furaha. Ni huzuni, lakini baadaye huwa inakuletea matunda ya haki na yenye amani. Bwana Yesu asifiwe. Sometimes unaporuhusu mambo mengine yakuje ndani yako, mitihani hiyo ikuje ndani yako, majaribu ni wewe zingine umeyaruhusu, lazima utapitia tu. Kama umeokoka na unaenda against what God says you go to, lazima utapitia katika adhabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini ikija, najua hautakuwa na furaha, utakuwa tu ni huzuni. Lakini Mungu wetu anapotoa njia, basi wewe unakuwa na amani. Jina la Bwana libarikiwe. So let us maintain spiritual discipline.
ili tuweze kushinda majaribu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. And the last one is the word of God. Amen. Amen. Neno la Mungu na likae kwa wingi ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata Yesu Kristo mwenyewe alipojaribiwa alikuwa anasema imeandikwa. Bwana Yesu asifiwe. Juzi tumesoma, si tulisoma katika Matthew 21. Hapo ndio tulisoma alipojaribiwa, ama tubarudie tena. 21 ilikuwa ni 21 yeah. Verse 18 to 12. Nasema hata asubuhi ilipokuwa akienda mjini, nitarudia. Hata asubuhi alipokuwa akienda mjini, aliona njaa. Akaona mtini mmoja kando ya njia, akauendea, asione kitu juu yake ila majani. Simama hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hiyo ilikuwa ni alikuwa anaanzia pale Yesu alikemea ule mti, ulikuwa hauna matunda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So we want to see Matthew 4. Katika Matthew 4 soma mstari wa 4. Soma wa 4. Yeah. Naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Ukianza pale 4, utaona Yesu alipandishwa na roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku. Mwisho akaona njaa. Mjaribu akamjia akamwambia, ikiwa niwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Naye akajibu, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Alikuwa ako na neno. If you have the word of God in you, utaweza kumshinda shetani. Bwana Yesu asifiwe. Maana alimwambia imeandikwa. That means alisoma, alijua ya kuwa hiko mwanadamu hataishi kwa mkate tu, ila katika kila neno linalotoka katika kinywa cha nani? Cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara, akamwambia, ikiwa niwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa. Hata shetani mwenyewe alijua maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alijua maandiko, maana anamwambia kwa sababu imeandikwa ataagiza malaika zako, na hii iko katika Psalms 91. Bwana Yesu asifiwe. Amen. The devil knows the word. Lakini ukitaka kumshinda pia na wewe tumia maandiko. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ataagiza malaika zake, na mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Yesu akamwambia tena, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamwonyesha milki zote za ulimwengu na fahari yake. Akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie. Unaona hapo tena, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Kisha Ibilisi akamwacha, na tazama, wakaja malaika wakamtumikia. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Let us have the word of God inside us. Majaribu ni mengi. Amen. Amina. Majaribu ni mengi, na kila mtu hujaribiwa kitofauti kulingana na uwezo wa vile unaweza beba lile jaribu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Mungu wetu ni mwaminifu, maana hata ruhusu tujaribiwe kuliko uwezo wetu. Jina la Bwana liinuliwe. Amina. Sijui ni nini ambacho unakipitia asubuhi na leo. Sijui ni nini. Sijui ni nini. Je, ni mitihani iko ndani yako mingi?
Je, ni majaribu tumesifundisha leo? Wacha tuchukue hili neno na tulitafakari mchana na usiku, nasi tutakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. Bwana Yesu asifiwe. Hata majaribu yakija namna gani, utajua, utatofautisha hili ni jaribu ama hili ni nini. Hiyo ni mtihani. Bwana Yesu asifiwe. Sijui ni nini ambacho unakipitia. Mungu mwenyewe anayejua hayo yote unayoyapitia. Wewe hujui kile ninachokipitia, na mimi sijui kile unachokipitia. Mungu mwenyewe anayeona kwa siri, wacha mwenyewe hataweza kukujibu. Bwana Yesu asifiwe. Wacha Mungu hatubariki na abariki neno lake. Amen.